Habari njema ambazo zitakuja kwako zitaondoa huzuni kwa jamii yako. Zitaondoa huzuni. Kuna mambo unaweza kuwa umepigana nayo, yameweka mpaka huzuni kwa maisha yako. Unapojiangalia hivi unauliza, je, bado nimeokoka kwa sababu ya kile ninapitia? Bado niko na ahadi ya Mungu? Bado neno la Bwana litatimia kwa maisha yangu? Leo ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, litatimia na tutafanya mambo kwa njia tofauti. Haleluya. Kwa sababu Mungu aliye ingilia kati, Mungu wa baba zetu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, alipokuja kwa Yakobo alimunenea, akamwambia usiogope kwenda Misri, maana huko ninaenda kukufanya taifa kuu. Haleluya. Ahadi ya Bwana itatimia kwa sababu ni Mungu anakuingiza mahali anataka kuingie katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi. Ninasema habari njema zinazokuja kwako zitakufanya mkuu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Yakobo anaambiwa usiogope kwenda Misri, maana huko ninaenda kukufanya taifa kubwa. Haleluya. Ninasema unaenda kufanyika taifa lisilo la kawaida. Unaenda kufanyika tajiri asiye wa kawaida. Unaenda kufanyika mtumishi asiye wa kawaida. Unaenda kufanyika mama asiye wa kawaida. Unaenda kufanyika baba asiye wa kawaida. Unaenda kuongezeka katika kila eneo la maisha yako. Mungu wa baba yangu, ninatangaza anaenda kuniongeza. Mungu wa baba yangu, ninayemtolea dhabihu kila wakati, anaenda kunipanua. Maana Yakobo anaambiwa, Mungu anakuja anamwambia, ni mimi Mungu wa baba yako. Usiogope kwenda Misri, maana ninaenda kukupanua. Ninaenda kukufanya taifa kubwa. Ninatangaza na mtu asubuhi ya leo, kuna mtu Mungu anaenda kufanya taifa kubwa. Kuna mtu Mungu anaenda kufanya mwenye baraka kuu, mwenye kuheshimika, kwa sababu ni yeye Mungu wa baba yako. Nasema Mungu wa baba yako anaenda kukuheshimisha. Mungu wa baba yako anaenda kuonekana kwa njia ya tofauti. Mungu wa baba yako anaenda kukuzika. Hata wewe unayenitazama, natangaza asubuhi ya leo, si huyu Mungu aguzike kwa maisha yako. Si huyu Mungu aonekane kwa maisha yako. Anaenda kuwa baba. Haleluya. Unaenda kuwa tofauti, maana unaenda kuongezeka mahali unaingia katika jina la Yesu Kristo. Ni kweli moyo wako umekuwa chini kwa sababu ya kile ambacho ulipitia. Pengine wewe ni mke, ulipitia ni mjane, ulipitia hali ya kuondokewa na mume wako, ukajiuliza nitatokeaje? Unajua mahali unapitia, unajua habari zilizokuja kwa masikio yako zikakushusha. Haleluya. Wewe ni mama, unajua, ama wewe ni baba, unajua habari zilizokuja, ukasikia mke wako ameonekana na wanaume wengine, ukasikia moyo wako umeisha na umerudi chini. Hakuna kitu ambacho kinaweza hakuna kitu unataka tena. Lakini leo ninatangaza, Mungu wa baba yako, wewe unayenitazama, wewe unayenisikiza siku ya leo, nasema Mungu wa baba yako ataachilia neno la kuhuisha moyo wako. Haleluya. Umepitia hali ngumu, umepitia hali za aibu, umepitia hali za uchungu. Leo ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, wewe utashuhudia matendo makuu ya Bwana. Maana Yakobo alisema, haleluya, Mungu amenikumbuka. Bwana atukuzwe. Na ninaamini ya kwamba mtoto wangu hata hakuwa amemwona, lakini wakati aliona kile kinafanyika, kuna mambo Mungu ataanza kufanya na wewe. Kuna baraka zitaanza kuja kwako, zitakuwa ni thibitisho ya kwamba baraka za Bwana ama neema ya Bwana iko juu yako, na wakati wa kukumbukwa na Baba ni sasa. Habari njema ambazo zinakuja zitahuisha moyo wako. Haleluya. Kuna watu wanaingia mahali hawajawahi ingia. Kuna watu wataanza kutangaza wema wa Bwana na ukuu wa Bwana kwa njia tofauti katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Yakobo anasema, Mungu wa baba yangu. Ninasema leo Mungu wa baba yako atafanya jambo ambalo haukufikiria linaweza kufanyika. Haleluya. Mungu wa baba yako atafanya jambo ambalo haukufikiria linaweza kufanyika.
hicho ambacho ulikuwa unafikiria kitakumaliza. Huo ugonjwa uko kwenu na ulikuwa unafikiria ndio utamaliza. Watu wengine wanajua magonjwa mengine yanatangazagwa, yanamaliza mpaka utajiri, yanamaliza kila kitu. Leo ninatangaza, hata kama ni ugonjwa mgani ulitangazwa kwenu, Mungu wa baba yako, Mungu naye muamini leo, si anaweza pigana hiyo vita katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wengine waliambiwa, walifika mahali wakachotwa, wakapitia uchungu leo, na habari zilizokuja kwa maisha yako ukaona ni kama nitakufa masikini. Mungu wa baba yako anaweza badilisha hili katika jina la Yesu Kristo. Nasema Mungu wa baba yako anaweza badilisha hili. Alibadilisha kwa Yakobo. Yakobo aliyesema nitakufa kwa huzuni, lakini Bwana alijua nitabadilisha haya maneno. Siyabadilishe maneno hata wewe ulijitabiria katika maisha yako wakati ulichungu ulipokuja kwako na ukasema mimi ni bure, mimi siwezi fanya. Ona vile nimepata mimba nikiwa mdogo, ona vile nimepata nikiwa shuleni, siwezi fanyika. Wacha nikwambie inawezekana. Maisha yako yanaweza kuwa na udhamana tena. Hallelujah. Ona vile nilivyojiletea magonjwa ambayo hayaponi. Angalia vile nilifanya maamuzi mabaya. Ukajitabiria kama Yakobo vile alivyojitabiria ya kwamba maisha yangu sasa yameisha, hakuna kitu kingine kinaweza kuja. Nasema Mungu wa baba yako anasikia na alisikia uchungu wako, na sasa anasema hivi, kama vile Yakobo alivyosikia habari njema ya kwamba mtoto wake Yusufu yuko hai, leo ninatangaza kwa maisha yako, sikia habari njema ya kwamba inawezekana kwa maisha yako. Siku ya kubadilika, siku ya ushuhuda, siku ya habari njema imefika kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Nasema siku ya habari njema imefika katika jina la Yesu Kristo. Natangaza siku ya habari njema kwa madhabahu haya, siku ya habari njema kwa taifa letu, siku ya habari njema kwa constituency yetu Olkalau. Ninatangaza siku ya habari njema imefika kwako katika jina la Yesu Kristo. Nyandarua County, siku ya habari njema imefika. Hata kama siku zote wanaongeaga mambo mabaya, kuna mambo yanabadilika katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Unajua hakuna kitu kibaya kama ukiwa nabii wako wewe mwenyewe na kile unajitabiria ni uchungu ya kwamba nitakufa kwa huzuni, mpaka mahali nimefika sioni kama ninaweza inuka tena. Unajua ulikuwa na utajiri ukafanya makosa. Kuna watu waliingia betting, walikuwa na pesa, akaona ni kama atakula mamilioni, akauza pesa, akawekelea pesa zake zote. Sasa ni masikini. Leo ninakwambia Bwana anaweza kukutoa hapo. Leo ninakwambia ya kwamba Bwana anaweza kukuinua tena. Unaweza kusikia habari njema tena. Hata wewe ulisema miaka yangu na makosa yenye nimefanya nitakufa masikini. Ulikata kauli mapema. Yakobo baba wetu Israeli alikuwa amefanya kauli kama hiyo, lakini Mungu akamtokea akamwambia, Bwana asifiwe, mimi ndiye Mungu wa baba yako. Bwana asifiwe. Na usiogope kwenda Misri, maana hiyo ripoti umepata ya kwamba mwanao ako hai. Hakika ako hai. Bwana asifiwe. Mwanao ako hai. Yale mambo nimetuma kushangaze nayo. Uone magari, jua sio mtu wa kawaida huko Misri. Ni mkubwa. Kuna mambo yatakushangaza. Kuna mambo haukutarajia. Hakuna siku pengine Yakobo alitarajia kubebwa na magari kama hayo ya kifahari. Lakini Mungu wa baba yake alikuja. Leo ninajua Mungu wa baba yangu amekuja. Mungu wa baba yangu amekuja kufanya jambo lisilo la kawaida. Nasema Mungu wa baba yangu Alf Lukau amekuja kufanya jambo lisilo la kawaida. Na tutashangaa kile Mungu atafanya katika jina la Yesu Kristo. Aliyefanya kwa Yakobo ndiye mwaminifu atafanya kwangu. Ndiye mwaminifu atafanya kwako. Haukuja kutafuta Mungu bure. Haukuja kupoteza siku yako. Ninatangaza siku ya leo, kama vile Yakobo alipokea hizo habari na Mungu
alipoenda akatolea Mungu wa baba yake dhabihu. Oh, yes. Haleluya. Naye Mungu wa baba yake akamtokea huo usiku. Alijua Mungu wa baba yake, ninajua dhabihu ambazo ninatoa kwa madhabahu ya baba yangu sikutupa. Haleluya. Siku zote Mungu anaponipatia nafasi ya kumwabudu katika madhabahu ya baba yangu, na dhabihu zangu sipotezi. Ninajua udhamana wa madhabahu ya baba yangu. Ninajua hapo sio mahali tu pameinuka. Ninajua udhamana wa madhabahu ya baba yangu. Alijua udhamana wa madhabahu ya baba yake. Haleluya. Na ndipo alipoenda huko Beersheba akaenda kuinua madhabahu. Leo ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, si madhabahu unayoyainua mbele za Bwana, si dhabihu zako haleluya. Si habari njema ambazo Bwana analeta zikusukume kwenda kuabudu Mungu wa baba yako. Ya kwamba siwezi zuiliwa kuabudu Mungu wa baba yangu. Nasema siwezi zuiliwa kuita Mungu wa baba yangu. Siwezi aibika kuita Mungu wa baba yangu. Ninajua ni ushindi wangu. Ninajua ni mwanzo mpya. Haleluya. Haleluya. Ninajua ni jambo lisilo la kawaida. Ninajua Mungu wa baba yangu hufanya miujiza. Haleluya. Nasema ninajua Mungu wa baba yangu hufanya miujiza na huonyesha uweza wake. Si Mungu wa baba yako aonyeshe ukuu wake. Si Mungu wa baba yako aonyeshe neema yake katika maisha yako. Mahali hata wewe ulikata kauli, hapa ndipo mwisho. Nakwambia sio mwisho hapo. Nisikie, hapo sio mwisho. Kuna jambo lisilo la kawaida Bwana anafanya. Na anafanya jambo ambalo litakalomletea utukufu, kwa sababu ni mfalme wa falme. Ni Bwana wa mabwana. Leo atakushangaza. Nasema leo atakushangaza. Leo ataonekana kwa njia tofauti. Si huyu Mungu aonekane kwa njia ya tofauti. Si huyu Mungu akusaidie. Si huyu Mungu akunenee ya kwamba ni mimi nimekutoa hapa na ni mimi ninakuingiza hapa kwa njia tofauti. Katika jina la Yesu Kristo, simama kwa miguu yako. Nataka umwambie Bwana Mungu wa baba yangu, asante kwa majira haya, maana ni majira ya tofauti. Nasema haya ni majira ya tofauti, majira ambao baba wetu anafanya kazi kwa njia tofauti. Reka bashanda la babozika bayande, losika baladosi atayande, roka zaka bakanto lobozika. Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, huyu ndiye Mungu wangu. Rika yando lobozia, Mungu wa Mungu wa Alflukao, Mungu reka yando lobotika Jehova, reka yando lobotika Jehova, reka yando lobotika Jehova. Ninamtambua reta saka babosata, reta sata la baboshika Jehova. Yeye si wa kawaida, kile anafanya kwa maisha yetu. Nakwambia hata kama moyo wako umeshushika, anakupatia habari ambazo zitatuma jina lake litukuzwe kwa maisha yako. Utamheshimu tu kwa njia tofauti. Reka zata la babozia, reka yanto lobotika Jehova, reka yanto lobotika Jehova. Habari njema ambazo analeta kwetu zitahuisha nafsi zetu. Alipoachilia habari njema kwa masikio ya Yakobo, nakwambia Israeli moyo wake ulirudi kuwa na nguvu tena. Ulihuishwa na Mungu. Ninatangaza moyo wako utahuishwa tena na huyu Mungu wa wokovu wako. Sheparado tapikade talababozia, rikadesa telebotika Jehova. Ninatangaza haijalishi maamuzi uliyoyafanya kwa maisha yako, maamuzi hata wewe yaliyokushangaza. Hata wewe unaona na ukatikatia kauli ya kwamba mimi nimepoteza hii vita. Nakwambia haujapoteza hii vita. Reka yando lobotika Jehova, Mungu wa baba yako, Mungu wa Yakobo, Mungu rabashaka babozia, reta sata la babozia, Mungu wa baba yangu Alfo. Reka yando lobotika Jehova, reka yando lobotika Jehova, shaka bazita la babozia. Nasema atajibu kwa moto, nasema atajibu.
reka yanda la babozia, na habari ambazo nitazipata ni za kuhuisha moyo wangu. Nasema ni za kuhuisha moyo wangu, ni za kuinua moyo wangu tena, ni kusema bado nitashinda tena, ni kusema bado nitasimama tena. Reka yando lobotika Jehova, reta sata la babozia, nasema bado utasimama tena, bado utashangaza tena, bado utamwonyesha Mungu tena, bado utashangaza Mungu tena. Reta sika bayando lobozika, shaka bakala doridi ya paradia, shaka bakatori ya seta la babozaya. In the name of Jesus Christ, natangaza kwa nguvu za Bwana, natangaza kwa neema ya Bwana, natangaza kwa kibali cha Bwana. Mungu atatushangaza, Mungu wa wokovu wetu atatushangaza, Mungu wa wokovu wetu atatushangaza. Reka yando lobotika Jehova, reta sata la babotika Jehova, wacha Bwana inuke. Reka yando lobotika Jehova, reta sata la babozia. Kile ambacho utaona kikifanyika kitakushangaza, nasema kile utaona kikifanyika kitakushangaza, nasema reka bashanda la mazia, reka yando lobotika Jehova, reka yando lobotika Jehova. Kuna watu wataweza kwenda kuinua madhabahu kwa Bwana wao tena. Kuna watu watakuwa na ujasiri tena kusema inawezekana. Mandarababu shaka Jehova, reka yando lobotika Jehova, reta sata la babotika Jehova, lata sata la babotika Jehova, shaka basata la babotika Jehova, leta sata la babotika Jehova, mata sata la babotika Jehova. Natangaza kwa nguvu zako Bwana, natangaza kwa uweza wako Bwana, natangaza kwa neema yako Bwana. Tunaingia mahali pa tofauti, tutafanya mambo kwa njia tofauti. Reka bashanda la mazia, reka yanda la baboshika, yata sita la babozia. Tutashuhudia matendo makuu, tutashuhudia kazi kubwa unayoifanya Bwana wa mabwana. Asante kwa uweza wako, asante kwa kibali chako Yesu, asante kwa neema yako Mfalme. Pokea sifa na utukufu, jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe. Rakabashanda la babotika Jehova, leta sata la babotika Jehova. In Jesus mighty name. Yes Lord. Kama vile Yakobo alienda kwa madhabahu ya baba yake kutoa dhabihu. Nilikuwa nimesema siku 3 kuanzia kesho mpaka Wednesday tutakuwa na siku 3 za maombi, na ninaaminia ya kwamba tutakuwa na wakati wa kutoa, itakuwa ni dhabihu, kwa sababu kuna habari njema Bwana amezitoa. Kuna habari njema Bwana anaziachilia. Hizi siku 3 tutakuwa tukiomba kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Tutakuwa na maombi ya kuomba na kufunga. Tutajitoa kama dhabihu mbele za Bwana, na kazi kubwa ninataka tumwambie Bwana ni asante. Dhabihu ambazo tunazozitoa ni kumwambia Bwana tumekubali habari njema ambao unaachilia kwetu. Ninasema tutamwambia Bwana asante kwa sababu ya habari njema unazoachilia kwetu, ambazo umeachilia kwetu. Yakobo aliambiwa kuna kitu, alipokuwa ameambiwa na vijana wake ya kwamba Yusufu ako hai, na akaona mambo ambayo yanafanyika. Alienda kwa madhabahu ya baba yake na akaenda na dhabihu, na Mungu akamwambia usiogope kwenda Misri, maana nitaenda kukupanua. Ninaamini ya kwamba hizi siku 3 za kutoa dhabihu za shukurani na dhabihu za kumwambia Bwana tumekubali habari njema ambazo unaachilia kwetu, umeachilia kwetu, na hizo habari njema zitaleta ushindi kwa maisha yetu kwa njia tofauti katika jina la Yesu Kristo. Hivyo ninaomba ya kwamba si Bwana atusaidie, si Bwana atuwezeshe. Tunaweza jiandaa na dhabihu zetu asubuhi ya leo. Wewe uko hapo online, unaweza jiandaa pia na dhabihu yako katika jina la Yesu Kristo. Andaa dhabihu nzuri mbele za Bwana, na ninaamini ya kwamba habari njema zimenenwa kwetu katika jina la Yesu Kristo.
Amen. Tujitolee sadaka zetu, tujitolee dhabihu zetu mbele za Bwana. Wacha kile ambacho unachokifanya kiwe ni cha kumletea Bwana utukufu, na Bwana aonekane kwa maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Wacha kusudi la Bwana lionekane kwa maisha yetu. Wacha neema ya Bwana iguzike katika maisha yetu. In Jesus mighty holy name. Rekabashanda la babozika bayando lovotika Jehova. Natangaza wimbo mpya utaimbika katika maisha yetu majira haya katika jina la Yesu Kristo. Tutashuhudia matendo makuu ya Bwana na kibali kikuu cha Bwana, kwa sababu huyu aliye Mungu wetu anaonekana. Baba, tunakuheshimu, tunakutukuza. Asante kwa sababu ya dhabihu za watu wako walio hapa na walio online, my Father. Wacha Bwana wa mabwana neema yako iwafikie. Asante kwa sababu ya nguvu zako. Natangaza uhai wako na neema yako. Unasema tusichoke kupanda asubuhi, jioni na kila wakati, kwa sababu hatujui ni mbegu gani takatifu itakao kuwa mfalme wa milele. Tunakuheshimu, tunakutukuza. Wacha neema yako ikaweza kuonekana ibada inayofuata Bwana. Wacha nguvu zako ziwe pamoja nasi, na ni katika jina lako Kristo Mwokozi tunaomba. Amen. Bwana tubariki. Tukutane ibada nyingine.